Mutale mimi namsifu kwa sababu alifanya mikimbio sahihi. Kwa sababu wakati Mpanzu amenyang'anya mpira anakwenda kushambulia, wakati Mpanzu amemdribble beki wa kwanza, Mutale angeweza kuamini kwa uwezo wa Mpanzu anapiga miguu yote, ana uwezo kupiga hapo hapo alipo. Lakini Mutale alichagua kuhakikisha ile move inamalizika. Kwa akaamua kuimaliza move, akakimbia kulifuata goli. Na ndio maana mpira ulipompita Mkwala, Mutale alikuwa kwenye eneo sahihi akamalizia. Kwa mimi Mutale namsifu au nampongeza kwa sababu alifanya mikimbio sahihi kwenda kwenye eneo la wazi, kulishambulia eneo la wazi. Kwa sababu kwenye mpira tunatafuta eneo la wazi ili tuweze kuliexploit. Kwa hiyo Mutale alikimbia kwenye eneo sahihi kwa wakati sahihi. Alizitime vizuri mbio zake, kafika kakutana na mpira, kausmash umeingia kwenye net. Perfect. Kwa hiyo pongezi kwake kwa kufanya mikimbio sahihi na kufanya umaliziaji sahihi. Lakini mimi mtu ambaye pale nampa pongezi zaidi ni Eli Mpanzu. Alilifanya goli kwa Mutale liwe jepesi. Kwa sababu kulikuwa kuna Dayo ambaye alikuwa na maki Mkwala. Alafu kuna beki mwingine ambaye baada ya kumuona Mpanzu anakuja tu, yule beki akaja. Amekuja kichwa akakutana na kitu kimoja wanakiita la kokweta. Yaani mpira ile chenga unapigwa huku alafu unaondoka mguu wa kulia ndo unaondoka na mpira. Ndio alichokifanya Eli Mpanzu. Na ukiliangalia namna ambavyo alireset ile goli, Mpanzu hakuwa mbinafsi. Kwa sababu baada ya kumpita beki mmoja, Mpanzu alikuwa na nafasi ya kuamua apige mwenyewe shuti. Lakini aliona akifanya vile yale maamuzi pengine asingeweza kuwa na matokeo sahihi. Kwa hiyo hakutaka kubahatisha. Alitaka kufanya kitu kwa uhakika. Kwa ndio maana alisogea zaidi kwenye goli la RS Berkane, akapunguza eneo kati ya goli na ulipo mpira, akaseti, Mkwala akaukosa, Mutale akaja akamalizia. Kwa hiyo Mpanzu amefanya kazi kubwa sana kwenye ile goli. Kakimbia zaidi ya mita 5 pale, kama sio mita 10, kwa sababu katoka nje ya boksi kapunguza kaingia ndani ya boksi karibu na 6 ndo ka assist.